Kifo cha MC Pilipili kinajenga taswira fulani, lakini pia kinajaribu kutia mwanga fulani kwamba kumbe si wote ambao hatuvai labda nguo za kijani, hatusimami labda kupongeza watu wanaovaa nguo za kijani tu na kusema wanaopiga mwingi mitano tena ndio tutakao kutwa tuna mabaya, kwa sababu MC Pilipili alikuwa ni kada wa CCM. Sasa mimi kwa upande wangu inanipa mashaka sana, na pia kwa taarifa zisizo rasmi ni kwamba MC Pilipili alikuwa maeneo ya Loyo pale Dodoma. Loyo ipo karibu na ofisi ya waziri mkuu. Alipotoka pale majira nadhani kwa ni ya usiku, akaelekea Swaswa. Toka pale Loyo mpaka Swaswa ni kilomita chache tu hivi. Njiani sasa ndo alipofuatiwa na gari, ambazo hizo gari za watu wa serikali. Hizo gari zikawa moja ikamtangulia mbele yake, nyingine kaa nyuma, kama zikamblock mahali fulani hivi. Baada hapo kaepo mabishano, wakamshusha wakaondoka naye. Lakini baada ya muda kidogo zikaja, nadhani sasa ilipita siku moja, kwa taarifa zinazosadikika zinazoendelea hata ukiangalia kwenye mitandao, wakaja wakamuokota MC Pilipili akiwa amekufa, huku akiwa anaonyesha ni kama amechomwa na pasi mgongoni na kupigwa na risasi. Sasa hoja yangu ya msingi ni hii, ambayo nataka ikiwezekana niongee na watu wote, kila mtu ambaye anasikia au unasikiliza klipu hii, nikwambia hii ni mwanga tosha wa kujifunza kwamba si wote tuko salama. Yaani wewe unajiona umevaa rangi ya kijani, usijihisi kama uko salama. Afu wakati mwingine hata matukio yanapokuwa yanatokea namna hii, basi unakuwa jihisi sisi tu kamdomo labda kalimponza, sisi tuende kukaa kimya, tubaki tunasifia. Mimi nakuhakikishia mtu wa Mungu, wabaya ni kama bahari iliyochafuka, kamwe haiwezi kutulia. Alimadamu ikiwa kama kuna watu watakuwa wanapotezwa, na wako vijana wanasema watu kiwapoteza polisi msiwatafute. Mko watu mmevaa jezi za kijani, amkemei hayo. Mnajihisi kwamba mkiyakemea atawahatarisha, na mnakaa kimya, mnayafumbia macho. Aidha kuna baadhi ya vitu fulani mnashiriki nao kwa sehemu hiyo yote kwa sababu ya kulinda labda nafasi, kulinda cheo licho nacho. Wewe jua kuna baadhi ya vitu usivyovishiriki ambavyo wao watakuwa wanataka na wewe uvishiriki. Usipovishiriki lazima watakuwa na wasiwasi na wewe na kuhisi huyu pengine hatuko naye pamoja, kwa sababu wabaya mara nyingi ndicho wanachokitakaga. Wanataka wakijitia kwenye ubaya, basi wewe jitie nayo kwenye ubaya moja kwa moja, wakujue kwamba wewe ni mbaya moja kwa moja. Sasa wedha huko humo ndani unakuwa unaona sisi hatutahusika sana, ila na kuhakikishia mambo huwa yanageuka. Hapanaga umoja wa watu wabaya. Yaani kuna wakati fulani itakuwepo watapatana tufanye jambo fulani, usipoonekana na liunga mkono, basi wanaanza kucheki kwa sura fulani, kuna huyu hata kitokea jambo lolote baya ambalo limewapata wao wamelijadili walifanye, alafu likaja ile mission ikafeli, wanaanza kuhisi pengine fulani ambaye huwa hatii mkono kufanya jambo hili kwa nguvu zake zote. Ndio maana kwambia ni vyema wanadamu mjichenjue, jiweke bayana. Kama umeamua kusifia mabaya, sifia mazima, lakini kama umeamua kuwa mwema, basi kuwa mwema mazima. Hapana ushirika kati ya giza na nuru. Ngoja nisome maandiko kwa kumalizia. Kama mchungaji wenu Yola Mchangala, mchungaji wa kitaifa, nisome maandiko haya katika kitabu cha Korinto wa pili ile sura
sura ya 6 mstari wa 14 anasema hivi, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Sema kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Msifungiwe pamoja na watu wenye matendo ya giza. Pana mapatano gani? Kwa nini nyinyi kama tu umeamua kushika tu haki, kwani usishike tu haki mazima? Nimalizie na andiko jingine hapa tena kwenye kitabu cha Isaya mahali fulani hapa. Sikia maandiko haya. Isaya hapa nisome kwa kumalizia hapa pia. Isaya 57 mstari wa 20 anasema hivi, bali wabaya wamefanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Hapana amani kwa watu wabaya. Wabaya hata siku hawakaagi mali pamoja. Yaani mmoja akiona mbona mwenzetu anatuzidi posho, watawindana. Mmoja akiona mbona mwenzetu anaongea sana, anafanya msemaji sana, watawindana. Mmoja mbona kama yeye sisi tukifanya kwa nguvu, yeye afanye kwa nguvu, wataanza kumwisu, pengine ndio anayekwamisha mipango yetu, watawindana. Fuatilia vikundi vya majambazi. Mimi nimeshawahi kuishi maisha fulani ya uvutaji bangi. Nilipokuwa tunaingia kwenye vikundi ambavyo watu wanavuta bangi, wakikuona tu uvute waanza kusema, wewe vipi? Hapo umekuja sasa kufanya nini? Ndivyo inavyokuwa. Ninakuhakikishia hapana amani kwa watu wabaya. Ni vyema ifike hatua wanadamu tukae pamoja. Kama ni wabaya tupatane kwa mabaya tu, na kama ni watu wema tupatane kwa mema tu, na yale mabaya tuyafesi, tuyakatae, kwa sababu haya mabaya huwa yanageuka. Shiriki utakavyoshiriki, ila kuna siku yatakugeuka, maana imeandikwa, akipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Naishia kwa kusema ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka mafichoni. Anasema, naitengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule afai katika Bwana tangu sasa, ili atimize wajibu wake angali akiwa yuko bado duniani. Tazama, Mungu mhukumu wa haki kwa kila mtu anakuja na malipo. Na hii ndiyo maana neno alanasa. Amen. Asante kwa kunisikiliza.